Nikikutangazia moja kwa moja kutoka Afrika ya Kati, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya MTV, nikikutangazia mbashara kutoka mkoa wa Kivu Kaskazini. Hujambo na karibu tena katika awamu yetu hii ya matangazo. Mimi ni Germain Hassan Kiawere na hapa kwanza muhtasari wake. Zaidi ya watu 33 wamepoteza maisha kufuatia mvua kubwa iliyokumba mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa. Anakuwa na shurutisho ya kuhesabia wakaaji wake wanajenga namna gani, kwanza kwa chef de quartier, kwa burgomestre, mpaka kufika kumeri. Wanapaswa kuona kata na ingine kata imejengwa namna gani, maji yatapita namna gani, hivi wakaaji wakae vizuri. Na huku Kenya watu 5 wamethibitishwa kufariki na wengine kujeruhiwa baada ya jengo la ghorofa 3 lililokuwa likijengwa na kuporomoka. Huyu mtoto ni mtoto wa ndugu yangu ambaye anaitwa Poas. Nimesemekana ya kwamba alikuja hapa kuchukua pesa ambayo alifanyia kazi ya matofali. Mtazamaji na msikilizaji wa MTV, ni yale machache kati ya yale mengi tulionaye katika meza yetu ya matangazo ya MTV, tukutangazia mbashara kutoka Afrika ya Kati, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukiwa katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Na sasa tuanze moja kwa moja kuchambua taarifa zetu za habari kutoka studio za MTV, tukianzia huko Kinshasa, wakati tumeambiwa kwamba watu zaidi ya 33 wamepoteza maisha kufuatia mvua kubwa iliyokumba mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa. Mvua hiyo imesababisha mafuriko makubwa yaliyoharibu nyumba na kupoteza miundombinu ya jiji hilo la watu zaidi ya milioni 17. Rodrigue Mumbere Botrara ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa. Angalau vifo vya watu 33 vimeripotiwa kutokana na mafuriko na mmonyoko wa ardhi uliosababisha mvua mkubwa ulionyesha usiku wa tarehe 4 hadi 5 Aprili 2025 mjini Kinshasa. Hesabu hii ilitolewa na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaongozwa na Jacquemain Shabani Luko katika taarifa iliyotolewa usiku wa Jumapili tarehe 6 2025. Bado ni ya muda. Kulingana na Wizara ya Mambo ya Ndani ya DRC, tarehe 5 Aprili vifo 23 vilikodiwa na watu 46 walilazwa hospitalini. Nyumba kadhaa pia zimeharibiwa katika maeneo ya Mongafula, Galima na katika mkoa wa Barumbu. Vifo 10 na zaidi ya kaya 200 zimeguswa katika maeneo ya Limete, maeneo ya Matete, maeneo ya Masina tarehe 6 Aprili hiyo, ambayo watu wengi wamepoteza maisha. Kahindo Zawadi ni wakili na mkaaji wa Kinshasa, anazungumzia. Serikali ana responsibility kubwa ndani ya tukio ya madhara ambayo yametokea. Halete sheria ndani ya kufanya urbanisation ya mjini, kutosha udongo ndani ya njia ya maji inapopita kwenye maji makubwa rivière, na ndani ya mifereji kwenye makata mbalimbali. Anakuwa na shurutisho ya kuhesabia wakaaji wake wanajenga namna gani, kwanza kwa chef de quartier, kwa burgomestre, mpaka kufika kumeri. Wanapaswa kuona kata na ingine kata imejengwa namna gani, maji yatapita namna gani, hivi wakaaji wakae vizuri. Lakini tumeona wakaaji wakijenga pia juu ya mfereji na hawasitakiwe kyokyote, hawahukumiwe, na imeendeshwa hivi. Sasa yani serikali kupitia kutokuamakia jambo sawa kujenga juu ya mfereji, serikali yeye peke hapasue njia, hafanye usafi sawa sawa, anaua raia, hachunge raia. Hii jambo inakuwa ni serikali ahukumiwe kutokufanya kazi. Tuko ndani ya mji sawa wanadamu, hatupaswe kuishi sawa wajinga ama watu ambao hawana akili. Tuite jungle mahali tunakuwa basi, inafananishwa na jungle. Hiyo sio kitu sawa. Serikali auliziwe na hukumiwe kwa kufuatana na hii jambo. Anaua wakaaji wake, hawalinde. Wakati wa mkutano wa dharura uliongozwa na Waziri wa Mambo ya Ndani Jacquemain Shabani Luko, uliamua kuhusisha jeshi, idara kuu ya uhamiaji, mamlaka ya njia za mtoni na idara kuu ya forodha na ushuru ili kuhakikisha
usafiri wa watu wanaoishi katika maeneo yaliyojaa maji na kwenda katika maeneo ya makazi yaliyoandaliwa. Mkasa huo pia umeguza wasafiri kama anavyosema hapa Diani Kitima, ni mchambuzi wa siasa za ndani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nitaomba kwa gouvernement yetu ni kuangalia namna gani wanaweza kusaidia wale ambaye wameweza kukutana na mapenalite mbalimbali kupitia hii ajali ya inondation ambayo ilipitikana katika mgini wetu wa Kinshasa. Ni kuonesha ya kuwa waangalie namna wanaweza kujenga kucreer ma route secondaire, parce que ukaona Kinshasa mzima kujelekeza kwa aeroport ni barabara tu hiyo moya, na wakati inondation ilifanyika kuna wengi ambao wamekutana na ajali mbalimbali. Nile naomba kwa gouvernement na kwa gouverneur de la ville ya kuangalia namna gani anaweza kupana ma instruction, anaweza kufanya lobbying mbele ya gouvernement national, kwani ni yeye ambaye analeta projet na wale wanaweza kuishapote kuangalia kisi wa execute. Ingine yenyewe nitaongeza ni hii, wakati ya ile mapenalite kulikuwa ndege ambayo walitayarisha kwa aeroport ya Ndolo, wakasema wale ambayo wanakuwa na urgence ya safari waweze kulipa $120 juu baba deplacer kutoka Ndolo mpaka Njili. Eske ile ilikuwa kitu ambaye raia angeweza tena kusibiri? Paske ukaona kutoka Ndolo mpaka Njili ni 5-6 minutes kwa ndege. Lakini sasa wakati tena hiyo penalite inakuya kukotea aeroport, kukotea ndege za nje, yani Ethiopian, Kenya Airways, wale wote walitia tena mapenalite. Na kotea wa Kongomani tena kunakuwa ile kitu ambayo ingesaidia sasa population juu iweze kajideplacer tena, wanaweka tena mamonta ya vile. Yani mumainji zingine kukutana ajali ya hiyo wangeweza kufacilite population kukamata en charge wale wenye walikutana na wenye walikutana, wangeweza kusafiri mwa hiyo wakati, waangalie namna gani watawafacilite ili wafike ku destination ya aeroport. Alors, ingine nye nitaomba wale ambao wamekutana na ile ajali wengine wamefariki, waangalie namna gani wawasaidie dans l'entretemps, juu kuna wengi wamepoteza makao yao, mavitu yao ya nyumba, ndio banajikuta hawana tena kitu. Ndio naomba gouvernement vraiment donc venir en aide à ces gens, juu baweze kuangalia wakati yenye itakuya namna gani tena baweze wakareconstruire tena maisha yao. Jeshi lilipeleka magari ya kubeba watu waliokwama kwa saa 24 kwenye barabara Lumumba kati ya daraja la Matete na eneo la Kwanza. Kwa sasa trafiki imerejelea kuwa bora zaidi katika maeneo ya Changu na huko Debonob baada ya daraja la Njili kumezwa na mafuriko hayo. Rodrigue Mumbere Vutala, MTV, Kinshasa. Na mlikuwa ni ripoti yake Rodrigue Mumbere Vutala, mwandishi wetu wa habari kutoka mji wa Kinshasa. Na hatimaye ni habari kutoka hapa mkoani Kivu Kaskazini. Mashirika za kiraia katika wilaya ya Walikale, Kivu Kaskazini yashitumu uporaji wa vituo vya afya vya maeneo na waasi wa M23. Katika mazungumzo na vyombo vya habari mapema hii Jumatatu Aprili 7 mwaka 2025, Fisto Misoni, mratibu wa mashirika hayo, amesema kuwa waasi hao wamepora mali ya wakaaji na vituo vya afya vinaopatikana katika mji mdogo wa Walikale. Aidha, Misoni ametahadharisha kwamba M23 yaendelea kudanganya kuwa imeondoa vikosi vyake katika wilaya hilo, ikiwa ni uongo, na ijapo upande mwingine wa Masisi waendelea kuongeza vikosi hivyo kwa kupambana na jeshi la serikali FARDC. Maneno ambayo M23 inaendelea kufanya ndani ya mtaa wa Walikale, Nord Kivu, wakati waliweza kufanya werevu ya kusema kwamba wanatoka ndani ya shefu ya territoire, na nafasi ambapo wanaendelea kupita wanaendelea kufanya ukiukaji ya haki ya binadamu. Wanapora vyombo vya kazi vile vile na madawa kwenye hospital ya Kibua, vile vile kufika Mungazi. Wanapora kwenye centre de santé ya Mungazi vifaa na vitu na dawa ya centre de santé pa Mungazi ndani ya groupement Luberiki. Kwa hiyo tunaendelea kuelezea wakuu viongozi tena ya kwamba wale wa M23 wanaendelea kuongeza vikosi yao kutoka Goma hadi Masisi, na tuiwe destination ambao wanakuwa nayo. Tunakuwa na uoga ya kwamba ile ambao walisema ya kwamba wanajitosha kwenye mtaa wa Walikale ni uongo, na inawezekana wanakuwa na ingine jambo ambao wanapendelea kufanya kwa siku za usoni. Ndio kama tunaambia wakuu viongozi ya kwamba
tuwe sote macho kwa kuendelea kuchunguza vizuri sana wa M23, kwa sababu wanakuwa na lengo mbaya ambayo haiko ya kuleta amani, ni ya kuweza kuendelea kuleta vurugu ndani ya nchi. Waasi wa M23 mashariki mwa DR Congo waanzisha benki yao baada ya miezi mitatu ya benki eneo linalodhibitiwa na waasi wa M23 kufungwa. Baada ya miezi miwili na siku chache ya waasi wa FC kuchukua mji wa Goma, wakaaji bado wanaendelea kulalamikia hali mbaya na gumu ya kimaisha mjini Goma na sehemu nyingine ambazo sasa zimedhibitiwa na waasi hao, hasa kutokana na ukosefu wa benki. Oster Malivika amezungumza na wakazi mjini Goma. Njala zinatatu ya mnyumba, hakuna franka, hakuna nini, kila kitu, chakula hakuna, wanapandisha tobi tu, iko danger vraiment mwa Goma yetu. Mnaomba nini? Tunaomba msaada vraiment, tusaidie, watushie kwanza $100, watone gisi vitu tutaishi vraiment. Lakini bange wanasema wengine kwa sababu zilifunga na banki ile yote kabisa, banki hazifungule, hakuna franka, hakuna sirikasio ya franka. Tunaomba gouvernement itusaidie bangele kisa kufungula mabanki juu movement endelee kwa mcentre ville. Inawagusa namna gani? Kimaisha hatukule mzuri, watu wapate faranga kulipa nyumba na makuta ya kulipa watoto masomo. Bajua watu mingi walikuwa na makuta kidogo kidogo zinawekewa mbanki. Hasa kuzifika kwa na kwangu. Banki dogo inafunguliwa Kadeko, ndio tunaona, tunavifuata, tunashukuru banafungula banki Kadeko. Banki Kadeko kufunguliwa kama banki centrale haifunguliwe, movement itakuwa tu kidogo. Juu mimi nawaza kufungulia banki Kadeko kama wafungule banki centrale haitujenge sana kabisa. Kufuatia malalamiko ya wakaaji, kundi la waasi wa FC M23 limeanzisha benki binafsi ambayo itakuwa na makao makuu mjini Goma, benki ya mkopo iliyokuwa ikijulikana kwa jina la Kadeko, ikiwa ndio imechukuliwa, akisema Corneille Nanga, mkuu wa kiongozi wa FC M23. Les activités bancaires doivent reprendre au nord et au sud Kivu, tous les territoires libérés. Nous venons de lancer ces activités en activant la Banque centrale est là. Personne n'a touché à la Banque centrale. Notre révolution est une révolution construction. On a protégé les banques. Huku mji wa Goma ukiendelea kushuhudia ukosefu wa usalama, ikiwemo uwizi kwa saa za usiku ikitekelezwa na majambazi wenye silaha. Kenya. Watu 5 wamethibitishwa kufariki na wengine kujeruhiwa baada ya jengo la ghorofa 3 lililokuwa likijengwa kuporomoka. Denichi Saka kutoka Nairobi, Kenya na taarifa zaidi. Katika kitongoji cha Suneka, kaunti ya Kisii nchini Kenya, idadi kamili ya watu waliokuwa ndani ya jengo hili bado haijathibitishwa. Kamishna wa kaunti eneo hilo Joseph Kibet amesema shughuli za uokoaji bado zinaendelea. Chuma ametumia ni Y12 peke yake. Y12 inasimamisha ghorofa ya nyumba ya kuenda ghorofa 3 pande nchi gani? Kenya hii huwezi tumia Y12 kusimamisha nyumba. Kwa hivyo ndiye imefanya bila tuniangalia zile materials zimetumika kwa kuchenga, ndio zimefanya hii nyumba imeanguka. Watu 5 tayari wamethibitishwa kufariki na 3 waliojeruhiwa wamelazwa katika hospitali ya rufaa ya Kisii. Idadi kamili ya watu walionaswa ndani ya vifusi hivi bado haijathibitishwa, huku shughuli za uokoaji zikiendelea. Baadhi ya waathiriwa na wale waliokuwa wanafanya kazi kwenye jengo hili wamedai kuwa huenda utumizi wa vifaa duni vya ujenzi ulisababisha kuporomoka kwa jengo hilo. Huyu mtoto ni mtoto wa ndugu yangu ambaye anaitwa Poas. Nimesemekana ya kwamba alikuja hapa kuchukua pesa ambayo alifanyia kazi ya matofali ambayo alifanya kazi jana. Punde tu hiyo ghorofa ikaanguka. Huyo ni bwanangu, alikuwa hapa ndani, alikuja kuchukua pesa na alileta matofali huku. Ndio nimesikia saizi eti hiyo ghorofa imeanguka. Kuporomoka kwa jengo hilo pia kulisababisha kuharibika kwa nyumba na biashara za watu kando na jengo hilo, lakini hakuna majeruhi walioripotiwa. Dennis Chisaka, MTV Online, Nairobi. Na mlikuwa ni ripoti yake Denichi Saka, mwandishi wetu wa habari kutoka Nairobi, Kenya. Mtazamaji na msikilizaji wa MTV, ni kwa habari hiyo ndipo mimi naweka mkaba kwa matangazo yetu ya jioni hii ya leo. Matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya MTV, tukutangazia mbashara kutoka Afrika ya Kati, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hapa katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Kumbuka matangazo haya yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii na tunasikika kote duniani na eneo zima ya maziwa makuu kupitia redio wa shirika. Acha basi nikukumbushe kwamba unaweza kusikiliza matangazo haya ukitembelea tovuti yetu ukiandika www.malivikatvnews.com. Kwa niaba ya wote waliandaa matangazo haya, mimi unite Jerome Hassan Kiahwere, hadi wakati mwingine, kwaherini.